Lakini moja katika jambo lililofanya tumeweza kuwaita mbele yetu ni hizi ambazo tunaona kama ni tetesi, lakini wanasema jambo lolote usipuuze. Kuna kanuni ambayo wanatumia askari polisi. Askari polisi akiambiwa hata na mwenda wazimu kwamba nimepita pale kuna majambazi, hawezi kupuuza hiyo kauli, lazima wachukue hatua. Na sisi kama viongozi wa dini pia hakuna jambo tunatakiwa kulipuuzia kwa kusikia watu wakitishia kuondoka kwa amani alafu tukapuuza. Wanasema mtu anayefanya uzembe mwisho wa siku kinachokuja kutokea ni majuto. Kwa sisi viongozi wa dini, kwanza, jambo la kwanza tunawaasa wa Tanzania kwamba hii nchi ni ya kwetu. Hii nchi inapaswa kulindwa na sisi wenyewe wa Tanzania. Watanzania tuna desturi ya kukaa pamoja. Watanzania tuna desturi ya kuwa wamoja. Tunasaidiana, tunaishi kwa mapenzi. Sasa isifikie hatua tukafikia hatua watu wakatuchonganisha na kutufitinisha, tukaingia Watanzania kwa Tanzania, tukaingia katika uadui. Hili jambo si zuri. Kuna mtu anaweza ndio maana anasema mtaka fitina hakosi sababu. Anaweza akakupitisha kwenye sababu ambayo ikakushawishi wewe kuweza kwenda kugawanyika na Mtanzania mwenzako, kuchukiana na Mtanzania mwenzako. Hili si zuri. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa dini, kwanza tunakemea mtu yule ambaye anakwenda kutugawa kwa aidha kwa maslahi yake au vyovyote vile, na kwa kweli hatukubali kumkalia kimya. Na ninaomba Watanzania kwamba tusikubali kwenye swala la kutugawa, la kutuchonganisha na kujikuta tumeingia katika uhasama. Watu wa siasa wao waendelee na siasa zao, lakini katu wasiingie katika kutugawa Tanzania. Kuna Watanzania wenye vyama na kuna Watanzania wasio na vyama. Hii tarehe saba sisi ni watu tunaoishi katika mazingira ya wakulima. Tunahitaji sasa tarehe 7 tusherekee mavuno baada ya kilimo. Lakini watu wanataka kutuingiza, badala ya tarehe 7 kusherekea mavuno, wanataka watuingize katika kuingia kwenye uhasama na fujo na vurugu, tuumizane. Niwaombe sana, mimi kama mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Simiyu, jamani, tufaidi nchi yetu kwa kuwa na amani. Mambo mengine yakalishwe kwenye meza, yazungumzwe, na tunaamini serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ni serikali sikivu. Mambo ya msingi ambayo yanafanya, mengine tumesema ndio hayo yako kwenye utekelezaji. Lakini sisi kwa nafasi yetu tuna nafasi ya kutoa ushauri kwamba kama kuna jambo la msingi halijachukuliwa hatua, tunatoa ushauri wetu kwenye serikali, kwa sababu nafasi hiyo tunayo ya kutoa ushauri. Ukiangalia sana chimbuko la matamko haya maandamano linachochewa na swala la katiba mpya, na serikali, rais alishatoa tamko mwelekeo wa upatikanaji wa katiba mpya. Ninyi kama kamati ya amani mkoa wa Simiyu, mna ushauri gani kwa serikali, mamlaka zinazohusika kuhakikisha kwamba mchakato hii ambayo tayari imeshaanzishwa ikamilishwe kikamilifu? Ndio, sisi nafikiri kama viongozi wa dini tunaishia kwenye ushauri, kuendelea kushauri. Tutaendelea kuishauri serikali kwamba mchakato huu wa katiba mpya ambao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewaahidi kwa kufikia mpaka 2030 atakuwa amekamilisha, basi tunaomba iwe hivyo kweli, isije ikatokea tena kama ya 2014 mchakato ukashia njiani na mwisho wa siku tena unakwenda kubebwa mzigo na rais mwingine. Tunaomba ahadi yake pia, kwa sababu yeye tumeona uaminifu wake, basi iweze kwenda kutimia.